l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Waganga ya hospitali kuu ya Kanzenze wanatoa malalamiko yao kwa wakubwa ya jimbo kuhusu vile tangu walianjaka kazi hawayaweza kabla kugusa mshahara yao. Kamishina jimboni hule anahusika na mambo ya jamii, watoto na wanamke aliendelea vile na mkutano yake na walemavu wa Kolwezi kuhusu janga la virusi vya corona. Mengi ndani ya hii habari yetu. Wandugu wapenzi, hamchambo, karibuni wote kwa kufuata habari yetu kwenye lugha bora tukufu ya Kiswahili. Kwa kwanza habari yetu tunamwambia kwamba waganga na wadaktari wa hospitali kuu ya Kanzenze, kijiji kenye kupatikana hapa kilomita 56 mbarabara kitaifa 39 na Kolwezi, wanatoa malalamiko yao kuhusu vile tangu walianjaka kazi hawayaweza kabla kupata mshahara yao, na msaada ya wakubwa ya jimbo itaweza kuwa ya muhimu sana. Mengi ndani ya hii ripoti. Waganga na wadaktari wa hospitali kuu ya Kanzenze ni wenye kuhuzunika kabisa kuhusu vile tangu walianzaka kazi na kufikia hata kupata matrikili yao hawayaweza hata mwezi moja kugusa mshahara wala kupata prim. Ile hali ya mambo hairizwishi hata roho ya mmoja kati yao, kama vile inafasiria huyu mganga. Zone de santé magumu ile tuko na rencontre iko ya mingi, kwanza paka motivation de personnel, prise en charge de personnel. L'État shiripe bantu ma prime nyele kilogo na ripa ya majorité ya personnel abapatake prime de risque na salaire hakuna, ile nye prime de risque haina ko pour les ans. Là, on a peut-être c'est 15%. Il y a des gens qui n'ont pas de prime de risque, mais 100%, il y a des gens qui ont payé par l'État salaire. Salaire, c'est des années. Prime, qui va venir soi-disant les 90%. Ou 90 quelques pourcents ya wale abapataki depuis wadanzaka abapataki ni prime ni salaire des années que ile muntu yeko mkaji. Okay. C'est le gouvernement, l'État congolais. Difficultés sur terrain, les populations particulièrement pauvres avoir des chiffres pour de prendre en charge malgré tarif réduit qui est forfaitaire, population tellement pauvre. Tulifanya lolote kupata wakubwa wale wanaosika na ile mambo, lakini hawakuweza kabla kutupokelea. Ukosefu ya mshahara kwa wale wafanyakazi ya ile hospitali kuu, kunaongezeka tena ile ya ukosefu ya ambulance na chumba ya wafu. Msaada ya wakubwa ya jimbo itaweza kuwa ya muhimu kabisa kwao.
Wakahaji ya mkoa Kabongo, mkoa yenye kupatikana mkata Dilungu mtarafa ya Dilala, wanaomba kubwa ya jimbo wale wanaosika na mambo ya ukarabati ya mabarabara kuwasaidia ile barabara ifike paka kumwisho, kwa sababu ilisha kuwekewa lami kipande. Na hii yote ilikuwa ni uchunguzi ya mwanahabari wetu George Selemani alifanya siku ya hii tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao mengi ndani ya hii ripoti yake. Barabara Kabongo imekarabatiwa na mkaji, sio serikali, na ni waziri jimboni wa bajeti. Kwa jambo la kushangaza, lami ama gudron imesimamia mpaka nafasi ya hoteli yake. Hiyo haifurahishi wakaji wengine, ndio sababu wamemuomba waziri kuwasaidia ili barabara hiyo yote nzima ipate kurekebishwa. Tuko mwavni Kabongo, tunaona watukia gudron pale kwa ministre, na aneka kipande jiske pa hoteli yake. Ila fali atokie koti huku, tunashikia bien avni na kwa bien. Haifa tu bien vile kipande. Alipa chofesha huku na hii chofo huku iko yote itafanya bien. En tout cas mbele félicitations kwa ministre alifanya, mais pas ku prolonger. Si ya moyen hata mule tu ni Kabongo, hata mule mumukwe mama pas tuweke yako, ipashi tufanya bien. Sehemu hii ya kata Dilungu serikali inakuwa inarekebisha mabarabara, mmoja wapo itakuwa vema kukumbuka barabara Kabongo na zingine itafurahisha wakaji wa sehemu na kuheshimisha kata hiyo. Tuendelee na habari. Tumwambia kwamba kisha waziri kitaifa wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo ule anahusika na mambo ya kiuchumi kukamata mipango kuhusu kushusha bei ya mafuta ya taa maeneo yote ya RDC, mkolwezi wa dereva wanakatala vile vile kushusha bei ya transporti, na wanasema ya kwamba kwao kufikia kushusha wanapashwa kuruhusiwa kubeba watu kama vile kawaida na mengi. Ndani ya hii ripoti ni katika mkutano ulioandaliwa na idara mbili ya uchumi na ile ya transport. Baada ya mkutano, waliwasiliana na majimbo zote za DRC na kuwajulisha kuwa eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bei ya transport inapasha kupunguzwa, pia vile vile na petroli. Hapa Kolwezi madereva weko tayari kuheshimu mpango huo. Unaona kushusha transport iko vile tuna transport ya jaka afai mamalari kuu, tuko dakora kushusha hata mu 100 francs tutashusha. Kama bwana sema tushushe transport kwa 200 francs itakuwa ni 10 personnes ni 1800 francs. Ifale kwanza kuyaza ndio tushushe bei ya nani ya transport kwa 200 francs. Biku nguvu kushusha bei ya transport na tunabeba bantu ba 10. Biku nguvu sana kushusha tu bei ya transport, tunabeba bantu ba 10. Kutoka tu hapa na bantu 10 personnes ni 1800 francs. Ila 1800 francs carburant bien sûr comme 1500 litres. Sasa tuko na ma service huko ari, donc versement itakuwa ni ngapi? Kwa ukumbusho, tangu janga la virusi vya corona kujifunua, waziri wa transport jimboni alitangaza kuwa wachukuzi wote wa watu waheshimu mpango wa kupunguza watu ndani ya gari. Mpango huo au kuwasaidia kutumika vizuri, sababu ilibidi waongeze bei ya transport. Sasa hivi imechukuliwa kuwa mafuta ya petroli ipate kushushwa, nao watatumika vizuri. Siku ya pili ya mkutano kuhusu mambo ya janga la virusi vya corona, ile iliongozwa na kamishina jimboni ule anahusika na mambo ya jamii, watoto na wanawake. Na hii mkutano ilifanyika pale kwenye kanisa ya Orthodox yenye kupatikana pembeni ya post ya Kolwezi, na hii ilikuwa ni mkutano ya kamishina na walemavu wote wa Kolwezi. Mengi ndani ya hii ripoti. Inapasi tunayua ule mtu eko na kilulu kia coronavirus ile tunaita COVID-19. Kisha kukusanya vipofu, viziwi na walemavu, kamisa jimboni anayehusika na familia pia jensha ya mtoto anaendelea na kazi ya kuhamasisha miungano mbalimbali kwa kuepuka virusi vya corona. Ndani ya chumba hicho mnapatikana wanaoongoza wa malaya na wansaka ama albinos, pia na watoto wanaoishi barabarani ama washege. Kwanza Dr. Jacques Kwete aliwafasiria chanzo cha virusi vya
korona. Baadaye direkta wa ofisi ya Kamisa anayehusika na familia alifasiria kwa kirefu namna kuepuka virusi vya korona. Aliwaomba kulinda masharti ya usafi. Kwa upande wa wahudhuria walifurahiwa na uhamasishaji huo. Atuka daktari alikuwa clear maamo yake na tuexpliquer ma origine kule kutoka na kule kuanzia na ma symptômes yake na comment kuicombattre na kukimbia ile maladie na fashi ile en cas de maladie là on peut informer ou appeler le numéro. Joni ni formation moja iko ya bien wanatuambia kwa comment kujiproteger ko coronavirus. Sa ko na mikono et puis ko kuangalia ma distance ya koma kusumbuka na bantu kwa vya mingi tu tunashikia bien vile tunabandombi vile manto information na shie pale tuta hivi tunabeba na shie tutenda kwa informer na shie pale turacha mama mikeni mle tulitoka. Mkutano huo unakuwa na lengo ya kuhamasisha viongozi mbalimbali pia na watu kadhaa kwa kuweka mipaka katika janga la virusi vya korona. Siku ya mwisho ya mkutano ni wanaotumika kwenye majela ama prison, wanaolinda wazee pia na walinzi wa mayatima ndio watafaidika na uhamasishaji huo. Kila tarehe 14 ya mwezi wa 5 ya kila mwaka dunia mzima inasherehekea siku kuu ya jamii, na mkolezi watoto wengi ni wenye kuachiwa na wanapatikana mabarabara. Na waandishi habari ya Wangu Radio Television walitembelea siku ya hii tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pale kwenye chumba ya wayatima Maison Kwetu. Mengi ndani ya hii ripoti yake Sarah Katebe. Hii chumba ya wayatima imekuwa na watoto kadiri ya 100 na hawana na mafamilia. Walifukuzwaka kwenye manyumba yao na bisa achana umasikini wa wazazi na vingine. Nyumba ya wayatima Maison Kwetu imekuwa na watoto wa miaka zote na wamekuwa natafuta mafamilia. Kwa profesi nekalaka bate anjani kukanisa. No, tulienda kanisa wanasema huyu mtoto wa bwana uko naye ni muloji ndio anafaire que mshanzo kupata makuta kunyumba anafunga finance atifunga je na nkamba kanila atezi ufunga nayo. Alors tutakale vile batumisha Mungu wanasemaka vile alors biko napatia bale ba mama disons ba maratre aina bota bachungake batoto kuko bale biko na profiter kale ka prophecy kale ana profiter ana tupa mtoto wa bwana inji. Matabiri imekuwa kitu kati ya vitu vinakuwa na kabua mafamilia. Kwake yeye mchungaji Delphin Wampanga, makosa iko ngambo yote mbili. Mkosa munene kama leo tuko na batoto mumanjia haina paka ya ule alitabiri kubamba mtoto boloji hapana. Mais kama leo tuko na baparents beko na croire comme prophétie ya bongo ou bien igner prophétie n'est-ce pas ta ya kweli ya kwambia mtoto kusema huyu mtoto kuna boloji au lieu après kutabiri batuzo le mtoto njuboloji ni malari kumwombea kumsaidia mtoto apone mewe mzazi unabeba mtoto na mtupa nje. Na aliomba kwa pasta wengine kwanza kutumia na hekima matabiri ni kuba soi-disant serviteur de Dieu bale mamambo wengine ya mumukini ya bayone beko na kaji ya kona paka buloji mbatoto mebila kuleta ma remède na ma traitement. Souvent ni bantu bale banatumikaka juu ya kupata ya kuweka mkinwa kama njale na kupika acha kutabiri batoto abenye buloji bila kubapatia solution. Leo tunakuwa na bashege mbalabala juu famille ni première baraka ile Mungu anapatia kama mtu hata ava Mungu akuita kuutilize kwa apôtre kwa mtumishi. Mungu atapermettre mbe bakuzale kwa babako na mamako ukwe wa kwenu na bakwenu njo sasa ukuye mena wa mkizazi ya kiroho. Alors tushicheze na familia. Wingi ya watoto wa bila mafamilia imekuwa naongezeka mumuji ya Kolwezi na ni kwa wazazi kubeba vitu mikononi. Na kwa kisha habari yetu tusemeze michezo, tutamwambia ya kwamba FECOFA inatoa uamuzi wake wa mwisho. Ilikuwa ni siku ya 3 hii tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao ya kusimamisha kwa lote michezo ya kandanda muhinchi ya kidemokrasia ya Kongo, na TP Mazembe halichaguliwa kuwa championi. Mengi ndani ya hii ripoti.
Edition ya 25 ya Linafoot inapigwa msumari na pointi 53 TP Mazembe inakuwa ya kwanza, na ni kutokana na maamuzi ya football ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo inakuwa kuokoa hii timu. Hata kama mgawanyiko wa kwanza TP Mazembe ilebeba halistahili, lakini kuhii ya pili ni uongo mtupu na ubaguzi, kwa sababu Etoile Jaune ya Lubumbashi ilikuwa nyuma ya FC Blessing ya Kolwezi. Na ni kwa nini itaagizwa kuwa mgawanyo wa kwanza? Wapendaji wa mpira wa Lualaba walipendelea tu kuwa na timu mbili mgawanyo ya kwanza. Rapport ya première division tunasema ni réglementaire, football ni maloi. Parce que pourquoi coronavirus samedi passé ba dirigeant ba kuya réunion boté ba quoi d'accord banasema tufani ni tuanile championnat. Quand on angaria championnat passé et kuya Mazembe ndio kwa champion. Au première division c'est logique. Mais en deuxième division tunakuya na huzuni sana parce que unajua kama classement ya deuxième division haina vile. Classement ya deuxième division wa kwanza ni Blessing. Donc ni Blessing jo il fallait ende acheze première division. Et banasema Étoile Jaune atenda kucheza première division. Alors que classement ata vile. Banasema le 16 mars, bala considérer classement le 16 mars. Or le 16 mars déjà, Shiba Blessing Trukuya déjà Mukolwezi. Match tu ya mwisho ni le 8 na le 11. Trukuya kumbujima no Kananga. Tunafika hapa déjà tunakuwa na kwanza na 37 points. Mais banasema oh non, l'Étoile Jaune. Quand je posais ma question sur base de quoi? Mais qu'on a pris bali watu wanasema ni corruption, watu wanasema ni erreur de matériel. Shiba Blessing tunasema hivi. Corruption a toujours. Peut-être ni matériel, erreur matérielle. Ni erreur matérielle parce que tuna lomba fédération à m'interroger ina foot. On ne peut classe pas d'accord. Mukolwezi batu bote banajua comportement ya Blessing no championnat. Blessing arpia nini wa kwanza. TP Mazembe itaenda kuwakilisha nchi ya kidemokrasia ya Kongo mu mashindano ya CAF pamoja na ASV Club, AS Manyema Inyo na 2SMP. Na ni hapo tunafika mwisho ya habari yetu. Mlikuwa wengi mnatufuata maeneo nyingi ya jimbo ya Lualaba, nanyi na miacha kwa kuonana siku hijayo. Kwaherini.